Mwanasheria Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani. Kwa hivyo ziara yetu hii ya kuja katika chuo chenu, yapo mengi tumeona itakuwa ni faida kuyachukua kwetu sisi, ambapo tunaweza tukayatumia kwetu. Kwa mfano mambo tuliyokuta ni masuala ya driving instructors, jambo ambalo kwa Zanzibar halipo. Mtu yote ambaye anataka kuwa mwalimu wa kufundisha masuala ya udereva analazimika kuja huko Tanzania bara ili aweze kujifundisha, na anapokuja kule kwetu sisi tunaangalia cheti chake na baadaye tunajaribu kumfanyia interview kwa mujibu wa vile vigezo ambavyo vimo katika sheria, kwa sababu tukiangalia kanuni yetu ya mwaka 2005 inatoa vigezo vile vya instructors wanatakiwa wawe vipi. Kwa hiyo tunafanyia interview kwa mujibu wa ile kanuni yetu, na tukiona kwamba anafiti basi tunamkubalia na anaweza kufundisha. Kwa hivyo hili ni kubwa ambalo tumekuja kujifunza huko kwenu. Lakini cha pili tulichojifunza, kuna kozi za malori, madereva wa malori kwa upande wa Zanzibar. Sheria ipo ambayo tunasema kwamba mtu anaweza akajifundisha haya masuala ya malori, lakini ukiangalia kwa vyuo vyetu vyote vya Zanzibar bado hakuna chuo hata kimoja kinatoa kozi kama hiyo. Kwa hivyo hii nafikiria ni fursa kwetu, ambapo tukirudi tutahamasisha vyuo vyetu wajaribu kujenga uwezo kwamba waweze kutoa kozi kama hizo, na tukihisi kwamba haitowezekana, vyuo vimeshindwa kutoa hivyo, basi tutakuwa na ile memorandum, ile makubaliano ya pamoja baina ya chuo chenu na Mamlaka ya Usafiri. Kwa hivyo sisi tukiwa ni serikali tutalisimamia hilo ili muweze kutoa mafunzo, na nafikiria tutaungana tu na Jeshi la Polisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya Tanzania ambayo inashughulika na masuala ya vyombo vya usafiri, hasa katika vyombo katika skuli za udereva, manake lazima kwamba vile vyuo vitoe taaluma katika wilaya zao. Kwa hiyo tutaangalia uwezekano, tutazungumza na wenzetu wa Jeshi la Polisi, basi tunahisi hilo linazungumzika, na tutaangalia kinamna gani ili mpaka haya mafunzo kwa madereva wa malori basi yaweze kutolewa Zanzibar.